Spika, kipekee kabisa naomba nimpongeze mlinda mlango wa Simba Moussa Pin Kamara kwa kuokoa mikwaju miwili mizito ya penalty iliyoiwezesha Simba kushinda. Naipongeza sana timu ya Simba kwa ushindi huo na tunawatakia heri katika mechi inayofuata ya nusu fainali, na nina imani mtafika hatua ya fainali na hatimaye kutoa ubingwa kwa mara ya kwanza kwa kauli mbiu iliyosema hii tutavuka. Na sasa kauli ya kuingia nayo kwenye mashindano ya nusu fainali inasema hatuishii hapa. Hiyo ndio kauli mpya. Mwisho, Mheshimiwa Spika, nitoe shukrani kwa bunge lako tukufu. Napoelekea kuhitimisha, niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku rehema ambayo tumeipata ya kujenga utulivu, kusikilizana na kuweza kujadiliana kwa misingi inayozingatia umoja, mshikamano na kuheshimiana. Bunge hili limetia fora, limejenga heshima na limejijengea historia kubwa ya kuweza kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa kwa mashauriano makubwa kwa heshima ya hali ya juu na kuhakikisha kwamba taifa letu linasonga mbele. Mheshimiwa Spika, kipekee nirudie tena kukushukuru na kupongeza wewe mwenyewe Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika pamoja na wenye viti wa bunge kwa kusimamia vyema majadiliano na hoja hii, katibu wa bunge na watumishi wa bunge kwa huduma mzuri, lakini na waheshimiwa wabunge wenyewe kwa michango yenu kwa kuishauri serikali na serikali pia kupitia mawaziri na watendaji wetu ndani ya serikali kwa kupokea ushauri na kutekeleza vilivyo na hatimaye kuifanya serikali iwe kuwa serikali pendwa. Hakika usimamizi wa miongozo yenu imeweza kuhitimisha mjadala huu. Mheshimiwa Spika, ninawashukuru kwa dhati ya moyo wangu tena wabunge wenzangu wote kwa namna ambavyo mmeweza kuijadili hoja hii na kujitoa kwenu katika kuishauri serikali. Maoni na ushauri mliotoa umepokelewa kwa uzito mkubwa kabisa na serikali itayafanyia kazi. Baada ya maelezo haya, Mheshimiwa Spika, sasa naomba bunge lako tukufu liridhie na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya waziri mkuu, taasisi zilizo chini yake na mfuko wetu, waheshimiwa wabunge, mfuko wa bunge kama ilivyowasilisha katika hoja yangu ya tarehe 9 Aprili mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Mheshimiwa wabunge, hoja imetolewa na naona imeungwa mkono na wabunge walio wengi kabisa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana. Sasa tutaendelea na utaratibu wetu, katibu.